Kwa nini Trump atishia kushambulia Iran? Iran inakabiliwa na maandamano makubwa yanayoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi, yakichochewa na matatizo ya kiuchumi kama mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira na malalamiko ya kisiasa. Maandamano haya yamevuta hisia za jamii ya kimataifa kwa sababu yanatokea katika mazingira ambayo tayari kuna mvutano mkubwa kati ya Iran na Marekani. Katika muktadha huu, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa vitisho vya wazi vya uwezekano wa Marekani kutumia nguvu za kijeshi iwapo serikali ya Iran itatumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Kauli hizi zimevuka wito wa kawaida wa kidiplomasia na zimechukuliwa na Tehran kama uingiliaji wa masuala ya ndani ya nchi hiyo. Viongozi wa Iran wamekataa vitisho hivyo na kuahidi kuchukua hatua madhubuti iwapo Marekani itatumia nguvu dhidi yake. Vitisho hivi vinakuja katika historia hivi karibuni ya kuongezeka kwa mvutano kati ya pande hizi mbili. Mwaka uliopita, Marekani ilishambulia miundombinu ya nyuklia ya Iran, hatua iliyoongeza hofu ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi. Aidha, Trump aliwahi kutoa matamshi ya vitisho dhidi ya uongozi wa juu wa Iran, ikiwa ni pamoja na kauli zilizomlenga kiongozi mkuu wa nchi Ayatollah Ali Khamenei. Kauli na hatua hizi zimeongeza wasiwasi kwamba mgogoro unaweza kuendelea kuongezeka badala ya kupungua. Kinachofanya hali hii kuzidi kuwa tete ni muda ilipotokea. Siku chache tu kabla, Marekani ilivamia Venezuela na kumkamata Rais Nicolas Maduro, tukio lililozua mshangao mkubwa duniani na kuzua maswali mazito kuhusu heshima ya mamlaka ya mataifa huru. Wachambuzi wa kisiasa wanasema kuwa vitendo vya Marekani nchini Venezuela na vitisho dhidi ya Iran vinaonyesha mwenendo wa kutumia nguvu bila kujali sheria na kanuni za kimataifa. Hali hii inatufanya tuulize swali muhimu: kwa nini Marekani inaendelea kukiuka sheria za kimataifa na mamlaka ya mataifa mengine bila kuwajibishwa? Na je, huu unaweza kuwa ni mwanzo wa mataifa mengine kufuata nyayo za Marekani?